Wote tulikuwa mahakamani na wote tunajua kinachoendelea kwenye taifa letu. Mwenyekiti wetu kwa niaba yetu kwa niaba ya wanachama wote na Watanzania, nataka niseme kwamba hii vita tumejiandaa kuipigana na pumzi tunayo. Samia anachotaka afanye na serikali yake, lakini sisi hatuko tayari kukata pumzi, hatuko tayari kupigia magoti uovu. Na wote mmemwona mwenyekiti, mmeona spirit yake, amejiandaa sawa sawa. Hivi vitisho vya maigizo ambavyo vimefanyika kwa muda mrefu sana kwenye nchi hii, kwamba kufanya siasa ambayo tumekubaliana kufanya tangu 92 iwe inafanywa kwa hisani ya CCM, utawala huu wa Chadema umekataa. Tutafanya siasa kwa sheria, sio kwa hisani ya Samia, sio kwa hisani ya CCM. Kwa hiyo kwenu wanachama, msijisikie vibaya wala msitetereke. Dunia inaona na sisi tunaona, na hili la mwenyekiti Lissu kukamatwa na kuweka ndani, msisahau kwamba ni mwendelezo wa vitisho vya kutaka kutupigisha magoti, na havijaanza na yeye kukamatwa. Genesis ya haya yameanza ndani ya CCM yenyewe. Ukisoma kanuni za uchaguzi za CCM, ibara ya 9 inaeleza utaratibu wa Samia Suluhu Hassan aliyopaswa kufuata kuchukua fomu ya chama chake. Hakufuata huo utaratibu. Utaratibu wa CCM yenyewe kwenye kanuni zake, ibara ya 9 umeeleza namna mtu anavyotakiwa kuchukua fomu, ni wakati gani watu wanachukua fomu. Unatakiwa uchukue fomu wakati ambao uchaguzi umetangazwa. Samia Suluhu Hassan ameteuliwa na kupitishwa kuwa mgombea mwezi wa kwanza, bunge halijavunjwa, chama chake hakijatangaza uchaguzi. Baada ya kuwa amepitishwa, akaangalia nje huko, kompetita wake ni nani? Mwenyekiti Tundu Lissu. Anamuweza Tundu Lissu? Kwa hiyo nimkamate, nimweke ndani kwa kesi ambayo hata haikuwa planned. Ilikuwa ni kesi ya yeye kujirescue, apate utawala na utaka kwa njia zozote, by any means necessary. The end will justify the means. Akamkamata Lissu, amekaa naye. Watanzania walipo resist kwamba hatuwezi kwenda kwa uchaguzi huu, na kama mtakumbuka, sisi tulisema tangu mwanzo kwamba tuko tayari hata aongezewe muda wa kukaa madarakani ili mradi reforms zifanyike. Tulisema katika hilo tumekutana na watu wengi, tumekutana na mabarozi, tulikutana na shura maimamu, tulikutana na Legal Human Rights Center, tumekutana na watu wengi, tumekutana na mzee Butiku wakiwa na mzee Warioba, kumweleza kwamba hatuko tayari tena. Tarehe 9 ambao mwenyekiti anakamatwa, siku hiyo hiyo ndio wakina Said Issa walisaini form za kukishtaki chama. Haya matukio hayajitokezi hivi hivi, ni matukio ambayo yako planned. Mtakumbuka kwamba wakati tunachaguliwa, licha ya kina Said Issa, msajili wa vyama vya siasa alisema hamtambui katibu mkuu. Mwezi mmoja tu baada ya kuchaguliwa, hatambui katibu mkuu. Sasa sisi tunawaambia pumzi tunayo, tutaenda nao wanavyotaka. Sasa nirudi kwenye kesi hii. Leo ni siku nyingine ambayo inathibitisha kwamba nchi hii inahitaji reforms za haraka.
ya machafuko na watu kupoteza amani na nchi kuharibika kabisa ni nchi ambazo zimekuwa zikiongozwa namna hii kidikteta. Bunge hakuna. Bunge ni kikao cha CCM kilichoteuliwa na Samia Suluhu Hassan kwa yeye mwenyewe kupenda, kwa sababu mtakumbuka hata kwenye utaratibu wa chama chao kanuni za kiuchaguzi zilibadilishwa katikati ya mchezo. Watu wameshachukua fomu, wamesharudisha fomu za CCM, wanaambiwa yani mmechukua Simba na Yanga iko uwanjani, watu wanacheza mpira, refa anasimamisha mechi, tunabadili kanuni dakika ya 70. Inasema badala ya penalty kuchezwa ndani ya 18, hata mtu akichezewa faulu katikati ya uwanja ni penalty. Ndio kilichofanyika kwenye CCM, wakapitisha wanaotaka. Kwa hiyo bunge hatuna. Kikao cha CCM kinacholipwa fedha za nchi. Security forces, polisi ndio hawa. Wanatuhumiwa kuteka, wanatuhumiwa kuumiza watu, wanatuhumiwa kudhuru watu. Security forces zote. Hata juzi nimeona kijana mmoja kule Arusha ameumizwa mpaka jeshi usu limefikia sehemu linaua watu. Wanatesa wananchi, wanawavua nguo, wanawaraza kwenye miba. Ndio security organs za nchi. Mahakama ndio hii. Kwa tunahitaji reforms za haraka. Huu wa leo ni uthibitisho kwamba mahakama hii yenyewe inahitaji reforms za haraka. Na mimi nitaeleza kwa kile ambacho majaji wenyewe wamesema. Kesi ya uhaini, wamesema viini vyake ni vitatu. Covert Act, matendo ya chini chini kama yalikuwepo, kitendo chenyewe na publication. Hakukuwa na ubishani kwamba haikuwepo. Kitendo chenyewe cha uhaini cha kujaribu labda kupindua serikali hakikuwepo, hakukuwa na ubishani. Kilichokuwepo ni publication. Shahidi wao wa 17 anayeitwa P amekuja akasema Lissu si aliye publish, ni yeye. Yeye ndo alichukua picha, yeye ndo aliye publish. Lissu sio mtu aliye publish kwenye mtandao, sio wa nini? Wa Jambo TV. Sasa hiyo kesi inasimama kwa miguu gani? Hai. Majaji wamesema kwa sasa mahakama haijaangalia uzito na kuaminika kwa ushahidi. Kesi ya criminal ambayo unatakiwa kuprove beyond reasonable doubt. Shahidi tayari ameshaweka doubt. Jaji yao inasema Lissu ndio alipublish. Shahidi anasema mimi ndio niliye publish. Majaji wanasimama wapi kusema Lissu ana kesi ya kujibu? Kwa kuna mvutano. Shahidi wao wenyewe anasema mimi ndio niliye publish, au amesema mwenyewe shahidi wa 17. Sasa kama hamwangalii uzito wa ushahidi na kuaminika kwa ushahidi, mmeestablish vipi kwamba Lissu ana kesi ya kujibu? Yaani hiyo kesi ya kujibu inatokea wapi kama hamjaangalia kuaminika kwa ushahidi? Kwa sababu kwa kadri Lissu alivyoeleza, hiyo prima facie case inakuwa established kiasi kwamba wewe usipojitetea, huo ushahidi peke yao uliotolewa una uwezo wa kukufunga. Sasa wanasema hawajaangalia kama huo ushahidi una uzito na kuaminika kwake. Sasa utafungaje mtu kama kesi hujaangalia kama ina ushahidi, uzito wake unatosha kumfunga au uzito wake unatosha kuestablish kesi? Hiyo hoja ya pili. Wamesema, wamerudia sana. Jaji kama mmemuona, mimi nimeangalia mpaka dimina yake.
Kesi imekuwa established lakini sio kuthibitishwa. Sasa kama umeestablish kitu, Mwalimu Leitama ni mwalimu wa Kiingereza, ni unatenganishaje kuthibitisha na kuestablish? Kwa sababu ukiestablish umeona unaweza kuthibitisha. Sasa ndugu zangu, sisi hatuwezi kupiga magoti. Hizi kesi zote malengo yake ni nini? Na hii mapambano yote dhidi ya chama chetu, dhidi ya uongozi wa Mheshimiwa Tundu Lissu ni kujaribu kutumia kila mbinu. Mbinu ya kwanza, kamate Mheshimiwa Lissu, kataa uongozi, honga watu. Kuna vibaraka wamehongwa huko. Tumia kila mbinu, honga wakina Said Issa waliopungua kesi, zuia chama siku 309, vyote kinyume cha sheria. Sasa kwa sababu sisi ni watu tumesimama kubadili historia ya nchi hii once and for all, watoto wetu, vijana wetu wa Tanzania wasije kuishi kwenye mfumo huu wa kijinga ambao mtu mmoja analala, anaamua upumue au ufe, ulale ndani usilale ndani, ulale nyumbani kwako usilale nyumbani kwako, mali ulionayo kama umepata kihalali ni ya kwako sio ya kwako, yeye akiiba ni halali, yani mtu mmoja. Sisi huo mfumo taufai, tutapingana nao, na Lissu amejiandaa kwa marathon hiyo, na tunataka tuiambie jumuiya ya kimataifa, hawa waliokuwa nawaambia wako tayari kwa maridhiano, hawako tayari kwa maridhiano yoyote. Wako tayari kublackmail watu wapige magoti, na sisi hatuko tayari kwa hilo. Hawa watu wamefungua kesi ya uongo, na kama wangekuwa na nia njema leo, upande wa serikali, kabla hata ya kuangalia mahakama ambao wanaiweka kwenye msalaba, ianikwe, kila mtu aone, na kila mtu sasa awe na kiu zaidi ya kupambana kutafuta reforms. Mtakumbuka hata Kenya, baada ya mabadiliko ya katiba yao, walisema kabisa kwamba majaji wote waliokuwepo zama za Moi, kila mtu aombe kazi upya. Ni kwa sababu ya mambo kama haya. Kwa sababu ya mambo kama haya. Sasa jumuiya ya kimataifa ione kwamba hawa watu ni watu waliokuwa wanatumia maneno kujaribu kuportray kwenye dunia huko kwamba ni watu wema, lakini dhamira yao ni hii. Dhamira yao ni kuua chama chetu. Dhamira yao ni kuua kila mwana mageuzi anayetaka kuinuka. Dhamira yao ni kutisha kila mtu, alafu wanakuambia sema kile tunachotaka. Wasira jana alisema, Stephen Wasira, kwamba hatutamsamehe Lissu, kesi itaendelea. Jana amesema Wasira kwamba hatutamsamehe Lissu kama tulivyomsamehe nani? Mbowe. Kwani hamkumsikia? Wasira alikuwa amewasiliana na hao majaji. Tunataka watuambie Wasira alitoa wapi hayo maneno ya kusema hatutamwachia Lissu kama tulivyomwachia Mbowe. Maana yake ni nini wakati kesi iko mahakamani inaendelea? Amekuwa quoted na vyombo vya habari. Hiyo inakuambia nini kuhusu mahakama zetu?
na baadaye yanatokea mambo kama haya ambayo mahakama yenyewe inasema tutaangalia uthibitisho, hatutaangalia uzito wa ushahidi. In a criminal case ambayo unatakiwa kuprove bila kuacha shaka lolote. Kwa leo ni siku nyeusi kwa wapigania haki, lakini siku ya muhimu, siku ya muhimu kwetu wote kama wanachadema ya kuinua mapambano. Mikutano ya hadhara iendelee, vikao vya ndani viendelee, kwenye mitandao vijana endeleeni mpaka tutakapofanikiwa, na tutashinda. Nataka niwahakikishie ushindi uko. Wanakata pumzi, wanakata pumzi, wanapiga watu risasi, hatuogopi risasi, no more. Wanateka watu, hakuna naye, tangu waanze kuteka watu wameacha kupambana. Wanaongeza, actually wakiteka mtu, kama kwenye familia yake alikuwa mmoja tu aliyetekwa, familia nzima, wajomba zake, nani, wanaanza mapambano. Kwa kila siku, kila wanachokifanya wanaongeza maadui. Wakifunga mtu, Mzee Arutwe Mugwai, kaka yake Lissu ni mwana CCM. Kama alikuwa anaifikiria vizuri CCM, leo inamuonea mdogo wake, ataifikiria vizuri. Mama yake Polepole, wana CCM wao wameteka mtoto wake. Mama yake Polepole atawaona vizuri, wadogo zake Polepole watawaona vizuri, wajomba zake watawaona vizuri, shangazi zake, watoto wa kaka zake. Kila wanachofanya is a kick of a dying horse. Ni farasi anayekufa, ni mateke ya mwisho. Au mtu aliyebebwa na maji Mto Mara pale, anaona kajani anashika, anaenda nako, kamti anaenda nako, akiona si nini anang'ang'ania mpaka anafikia sehemu, stage ya mwisho anaanza kushika na maji yenyewe, anafikiri yatamsave. You are going, you are being drowned, you are going. Serikali hii dhalimu sisi hatutaipigia magoti, na nimekuja kwenu wanachadema kupitia waandishi wa habari kuambia mwe majasiri. Tumeongea na mwenyekiti wetu, yuko in a very high spirit, amejiandaa, yuko vizuri sana. Tumeongea naye pale, yuko vizuri sana, yuko charged, yani atawatambaza na magoti. Na waje, si walisema kuna kesi bana, waje wathibitishe na maneno haya, waache waje. Fikiri tuna pumzi ya kidogodogo hivi, tutakuweka ndani miezi miwili uje unatambaa, nisamee. Hakuna, hakuna. Kama hatujafanya kosa, hakuna kosa, full stop. Tunaelewana vizuri? Kwa kwenu wanachadema, kafanyeni kazi, asanteni. Huu uamuzi umesikitisha, lakini ni wa muhimu wa kihistoria ambao huko mbeleni watu wengine wataangalia, watasoma na majina yao, watajiuliza ilikuwaje, na historia itatuweka mahali tunapostahili. Asanteni sana na Mungu awabariki. Naam, ndugu wanahabari, huo ndio ujumbe wetu, na maneno haya yafike kwa ufasaha kama jinsi ambavyo tumekusudia yafike. Kwenu watawala dhalimu, hatutapiga magoti, hatutaisujudia sanamu, na nguvu yetu itachaji mara 2 zaidi ya mlivyokuwa mnatuona. Wakati mwingine mnatuandareti sana, wakati mwingine mnatuchukulia poa sana, lakini fahamuni tena, nirudie kwa maneno haya, safari hii nguvu yetu imeongezeka mara 2 zaidi. Na mimi ninaamini kupitia kesi hii na kupitia harakati ambazo tutazianza sasa, mtayaona maandishi kwenye ukuta, writing on the walls, Menemene, Tekeli na Peresi. Kwa hivyo wanachadema, msiishiwe pumzi. Mkiishiwa pumzi, manake nguvu zenu zilikuwa kidogo. Jitieni moyo, imarikeni, na maamuzi yaliyotolewa mahakamani yasiwakatishe tamaa.